hatari kwa afya. Bwana wetu vuta mpini wapo mwanangu, sogeza kabisa mpini hapo kwanza. Ndio sawa. Yeah. Bwana wanasema ukifika wasema mgeni njoo mwenyeji apone. Yeah, of course. Hiyo wahenga wa kupinga na bado simu wanapokea. Kwa hiyo kama ni hivyo mzee wangu, tuanzie hapa. Sebe huko. Sauti kidogo. I go by the name Wiz to the Maker, all the way from BWC. Straight no my dame, rap our shame, create don't dream, kisha noka kila same. Prince Landum, uka just marry him. Hini ya wagum kama ngwe wa BBM. Stuka weka puku mwenye sifa kemke. Nindo man maker, teacher siyo teja. Manka funga duka kisa hana teja. Mziki na ufanya umekosa tumeneja. Ninge kuwa mbali zaidi ya Marisa Barres. Navakosa beat mina city bana cash. Spendi more money, kitani sonekani. Wanaulize tiku nani na wajibu tukiundani kama boli tu wanjani. Wananita masaprani mpaka washa kubali sema G. Wiz to the Maker. Yo, moja kwa Mobrana Mungu aliye juu. Pili kwa wazazi walonizaa boy. Tatu kwa shangaza lonilea kuwa star boy. Nne kwa wanangu wa kitaa mnaonifanya na wafanya wa mastar boy. Love like everything. Show love, don't hate. Good love, no stress. Show love hata kama huna cash. Don't complicate. Different blessing. Yes, white, black. Different blessing. Yes. Awe tulie, hii ni ya kwako kwani? Staki. Yo, I go by the name Wiz to the Maker, all the way from BWC, original gangster OG. Bane. Ndugu yangu mbona gari iko vizuri kwako? Vipi? Mara kwanza naona mtu anaimbangia. Kwanza naona mtu anachanganya ngeli hapa ndani siku leo. Mambo ni aje? Kama cast my girl Smile G. Fresh. Yeah. Yes, niko happy kukutana na wewe. Of course I'm happy too. Yeah, na nimefurahi kwanza kwa sababu sema umeanza kinyonge. Yeah. Tukiwa tunaendelea hapo vitachangamka afu mwisho tutamalizia pia. Of course. Kuchangamka zaidi. Bwana karibu sana mjengoni. Asante sana. Yeah, hope poa. Asante sana. Yeah. Unajua ukiona watu kama hawa, ujue kwamba kuna jambo. Kuna namna. Yes, kuna jambo. Ili jambo linaenda kwa mashabiki, sio kwa Smile wala Omi no. Yeah. Of course hata Omi na Smile G wote wanahusika, maana ni watu ambao tunawatarget. Wakianza hawa, wengine wanafuata. Okay. Yeah, sorry. Sawa. Bwana, ukimya wako Wiz to the Maker. Umekuwa ni mtu mmoja wa kusizi alafu ukija ukiachia kama unaachia jiwe hivi. Of course, alafu kusizi kwangu sio mimi kama mimi. Maana mimi niko hapa, yani nimekuja natembea na kofia ya BWC. Ambayo ni original gangster, ambayo ndo crew. Yeah, ni very simple. Wiz Maker crew. Unaona kuna hapo kwenye BWC kuna blazangu anaitwa ni blaza na ni senior member wa BWC. Kwa ukisema mimi nipo kimya basi na yeye yupo kimya. Na swala linapokuja mimi hapa naweza nikaja peke yangu, lakini nakuja kama mwakilishi wa BWC. Yeah, BWC tulikuwa kimya kama ulivyosema. Imepita muda, lakini mimi of course naamini katika muda. Yaani ni mtu ambaye nitakuwa nalia kila siku, hata nikija hapa mimi muda unapofika, muda sahihi unafanya jambo sahihi. Mara mwisho sisi tumeachia nyimbo ilikuwa mwaka 2023 nadhani. Mara mwisho Brother Doni alikuwa anazindua album EP yake. Yeah, of course. Ni kama sijui nikichanganya kama sio 23 lakini ni muda. Kwa ukiangalia kipindi hicho anazindua EP yake Brother Doni, ndo mara mwisho tumefanya Show Love. Show Love ambayo ndio hiyo nimepita nayo kidogo hapo wakati naanza, lakini this year tumeona mna isiyo kinyonge. Ngoja tu mwezi wa kwanza huu tuanze na kitu na bado kuna vitu vinakuja. Wasanii wa hip hop Wiz mmekuja kwa kasi sana, hata Januari ambayo tumeimaliza juzi
kwa hawa ambao tayari pia kina msamia Tasawmi na kina nani wote naona wameachia tracks nyingi sana. Of course. Yeah, siri ni hivyo nimeamka kujuskati hapo Singeli libamba sana. Au na sasa hivi huu mwaka kuna miezi kadhaa hip hop itateka. Of course hip hop ni reality. Okay. Yaani ukizungumzia muziki ambao unafanya real ni hip hop. Ndio maana utagundua kwamba hata wanaoleta nyimbo za hip hop unakuta zina kitu, hata kama ni za hapa nyumbani, lakini zinakuwa na kitu ambacho ni kutoka mtaani. Sisi kama BWC bwana, sisi ni wana hip hop na ndio maana hata BWC ni original gangster oji, lakini sisi kwa kuwa bado hatujajipata, sisi tunafanya muziki wowote. So to hip hop. Ila ukija kwenye hip hop unatukuta na ni wabaya. Naona huko ndo mnafit. Na ndo kuliko tutambulisha, lakini brother wangu anapendaga mimi niimbe. Kuna watu wanapenda mimi niimbe japo kwa sauti hii, lakini bwana kosi tuna switch, ila ni hip hop na ni OG. Yaani sisi hata kama tutaimba vitu OG. Hip hop ile kwenda shule. Yeah, of course. With to the maker. Bwana umegusa Doni hapo. Na kuna baadhi ya watu wanasema kwamba katika mlongo wa watu ambao wanachangia kuiua game ya Katavi kwamba Doni akiwemo. Lakini mimi mara kadhaa na kushuhudia wewe uko na Doni kwenye harakati za muziki, lakini pia hata maisha mengine nje na game. Of course. Sasa unajua mimi kuongelea watu sana napataga shida sana. Na nataka nijue ile sasa wewe ni nakuaje ile wewe na Doni kwa. Yaani mimi nikimuongelea brother Doni. Yaani namchukulia kama hero. Okay. Wa muziki wa Katavi. Sisi tuloko chini unajua tunatazameni nyie mnajua. Lakini sasa mimi kama unanitazama mimi namtazama brother Doni. Maana kwa mfano na ngoma yake bado nakoma nafanya mishe. Hiyo sasa ukiangalia historia yake kama ulivyosema miaka mingi, ni miaka mingi ambao mimi unaweza ukaniona na ndevu na kipara hiki, lakini ile ngoma inatoka siimbi. Sasa ukianza kusema mtu kama huyo anarudisha sanaa nyuma, yani mimi nakushangaa. Zaidi ni watu ambao wanaibeba sanaa na wanaonyesha kwamba sanaa yetu tumeitoa sehemu fulani. Kuna brother Doni, kuna Side Teacher. Umeona? Ni watu ambao ni ma legend. Yaani kivyovyote vile, yani hata kama mtaani muziki wao labda haupigwi kiasi hicho, lakini ipo siku mimi naamini vitu vyao vitaongelewa. Maana walikuwepo na wanaendelea. Na hata wasingekuwepo of course kazi zao zitaendelea. Hicho ndio kikubwa. Kwa hiyo mtu anayesema Doni anarudisha muziki wa Katavi nyuma, sijui katika engo gani. Zaidi mimi show rap nimerekodi mara mwisho nimerekodi bure na brother Doni ndo kasema bwana tia sauti huko. Haya mtu kama huyo mimi namuongeleaje? Sawa. Mwaka ndo wapo. Unasema kuna jambo mzigo mpya umeachia. Of course. Sijaliachia ndo yani kwanza ndo mara ya kwanza. Nataka kuiachia. Ndo nataka kuiachia. Ndani ya the hits. Of course na baadaye nitaiupload audio mark. Yaani ndo mara ya kwanza inasikika. Na ndo mara ya kwanza imeproduciwa na producer mgeni katika industry. Inaweza nikamuita hivyo lakini mnoma. Anajua sana. Yaani ni mgeni katika industry lakini ni mnoma. Alafu wakati naitambulisha nadhani nitamsema. Lazima asemwe, yani ndo credibility ambayo tulikuwa tunaisema kwamba mtu anavyofanya kitu chake inabidi uonyeshe credibility kwamba bwana aliyefanya kitu fulani, hata mstari huu alishiriki fulani. Yaani hivyo ile hata anayekusikiliza anajua kabisa ulioshirikiana naye anajua kabisa kumbe huyu mtu ana support. Wakati kionje kidogo wakati wote tunamaliziana na Wizmaker hiyo ngoma itasikika, lakini atupe kionjo kwanza ili tuendelee na mambo. Ndani yake kuna nini? Kuna nini? Na inahusiana na nini? Of course ni nyimbo inaitwa Akandukala. Hapo ni nyimbo ya Kiruga. Sasa hapo japo nitaka niwaulize watu waseme ni lugha gani, lakini kwa kuwa mmenipa hii chance ni lugha ya Kinyakyusa. Maana mimi ni Mnyakyusa. Naitwa Mekala, Mwakapusia, Mwakatumbula. Na nimekulia Mbeya, lakini mama yangu tununu Fiji. Unajua mama yangu ni mtu wa hapa, lakini mimi nimekulia Mbeya. Sasa kwa kuwa nimekulia Mbeya na lugha ambayo ipo kichwani ni Kinyakyusa. Nishafanya nyimbo nyingi za Kiswahili, baadhi zinapigwaga hapa. Umeona, lakini kaona sasa ni time
ya kurudisha kwa wale walionilea, wale walionikuza. Mashabiki zako wengi ni wakule au wakuku? Of course saizi hata Facebook nikiposti vitu ni kama wanashabihiana. Dar es Salaam kwa asilimia kubwa, Mbeya asilimia kubwa, Mpanda nao wanakuja. Maana tuna account ambayo ni ya Wizmaker, kama Wizmaker ambayo nilifungulia Mbeya kitambo hicho. Kwa na marafiki zangu wa Mbeya kitambo. Wanakula huko lakini kuna BWC nimeifungulia hapa. Kwa location yake inasoma hapa. Hapo watu wengi wa hapa ndo wananifuatilia. Ni kama sisi kuna smile hapa. Of course. Tupe kitu nisikie. Nasemaje kwenye hiyo bwana, tunasema akandukara, nakwambia akandukara mukamenye, akandukara nemwe nino mukamenye, akandukara kikugoga vingi, abalumiana barindwana nabanini, akandukara kikugoga, abalumiana bikutikanya ngate boga. Linga kakwagire ugo jova mburu nugu nagwa jejo tata ama juva kakaja nikota kandukara. Akandukara ni kwamba kile kitu au kale kitu. Sasa ndio kale kitu wewe sasa ndio inatakiwa wewe kama msikilizaji useme ni kitu gani. Na ndio maana nimekwambia akandukara kikugoga. Kale kitu kanaua. Abarumiana bikutikanya ngate boga. Vijana wanasema ni katamu kama uyoga. Lakini kanaua. Tafsiria. Kwa ni nyimbo ambayo na ina vitu vingi. Nikataa. Wengi sana ni ngumu sana kuandika kwa kilugha za kwao. Especially mimi. Yaani kwenye ile kuandika na ndio maana mimi niliwaza hicho kwa sababu kama alivyomtaja brother Samiati, amemtaja Mtafia, amemtaja au ni watu ambao ni role model kwangu kwa sababu wanaandika Kinyakyusa lakini wanachanganya na Kiswahili. Umeona? Sasa mimi nikasema hapana. Kama wao wana rekodi na wanachanganya na Kiswahili, mimi natakiwa niimbe nyimbo nzima Kinyakyusa na kiwe na vina. Sio kwamba tu imbe tu kwamba ni Kinyakyusa. Kiwe na vina na watu wakisikia waone kwamba kuna kitu kimefanyika kwamba wakina mabraza wanafanya, yani wanafanya na respect wanachokifanya wanaibeba lugha yetu. Lakini mimi nikasema hii hapa inabidi ifanywe moja kwa moja. Kwa hiyo nikasema hii kwa sawa. Kinyakyusa nakijua lakini sina jeuri hiyo. Kwa hiyo huwezi. Siwezi. Mwanzo mwisho niandike. Mwanzo mwisho. Na hiyo nimeipiga mwanzo mwisho na ndio maana humu uwezo kumsikia baba mtu ambaye ni brother zangu very simple. Nikasema bro kwenye hiyo utaniacha bwana. Kwenye hii sasa nikiruga. Kama nikiruga inabidi nifikishe kile ambacho nilikuwa na hii idea nilipewa na mtu mtaani. Sio idea ambayo labda nimekaa kuna blaza zangu mmoja kwa jina nitakuwa nimemsahau ila ni Chinga. Ni mtu wa nyumbani, ni mtu wa Kiela. Kwa alikuwa akipita pale kijiweni kwangu, unajua stendi za zamani. Anakuambia bwana akandukala yeye kuna pesa alikuwa anaiimba. Sasa mimi nilipoiona akandukala nikaona mbona kama idea kubwa sana ya akandukala. Nikasema ngoja siku moja mimi nikikaa niandike na imechukua muda. Kwa nikawa naiandika kidogo baadaye ilipokamilika producer wangu nikakutana naye akaniambia alinitengenezea beat. Nikawa tumeenda kuingiza. Wakati tunaingiza nikaona hii beat alonipa ni kali. Lakini kuna idea yangu naona kama haitokaa. Nikamwambia bwana kuna siku ulipiga beat fulani hivi tulikuwa tumekaa naomba uipige ile beat. Alipopiga nikaanza kuflow. Yeye mwenyewe akasema ile nimefuta. Tunaweka. Tunatoka na hii. Mama. Sasa bwana first pia basi Wiz to the Maker kuweza kuwapa mashabiki chakula yako mpya kabisa. Alafu baadaye na sisi tukawasikilizishe washuhudie kile. Of course nyimbo inaitwa Akandukara. Imeproduciwa Makanyagio hapa, studio inaitwa Lex Music na producer anaitwa Mkorofi. Ni msanii. Alafu sasa hizi kaja na hili goma. Yeye ka produce, yani nampa shout out nyingi sana Mkorofi. Dad Babron. Mr. Producer. Mr. Super Duper Producer. Na hii ndo ngoma yetu ya kwanza tunaitoa kutoka ile
Studio. Ndo ngoma yetu ya kwanza na ndo ngoma ya kwanza ya Daddy Babylon. Yaani hiyo muweke akilini kwamba ndo ngoma ya kwanza ya Daddy. Kwenye studio. Atupokee wasanii wengi, japo kama wataipenda atakuja, mawasiliano tutaacha, lakini yupo na ndo kafanya hii ngoma na namrespect sana kwa mchango wake aliofanya. Na leo tumeleta hii, kuna kitu anamalizia. Baada ya hapo tutaiupload ngoma kamili Audiomack na YouTube na platforms zingine. Kwa kumalizia, mawasiliano watu wanapataje? Mawasiliano ni simple sana. Mimi napenda sana tukutane kwenye digital platform ambayo ni Facebook, TikTok, Instagram, Threads, kote utatupata kama BWC Crew. Ukiandika BWC Crew inakuja Instagram, inakuja Facebook. Lakini mimi unanifuatilia kama Wiz to the Maker. Wiz to the Maker. Yaani unaunganisha Wiz to the Maker ya Kiingereza. Usiandike ya Kiswahili hata kidogo. Wiz to the Maker hiyo ya Kiingereza. Maker ya MAKER. Maker. Yeah, Wiz to the Maker. TikTok nipo, Facebook nipo, na hizi project tunakuwa tunaziweka kule. Interview kama hii inakuwa kule, kwa watembelee kule. WhatsApp number inaruhusiwa? Yes, of course. Kuna mtu amesema na shida namba ya jamaa, maana ni mimi msanii kutoka Tabora, kajua nataka kuongea naye ili nipate kwa kuanzia. Of course. 0768 namba ya WhatsApp 0768 219788. Lakini kwa 0768 219788. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Lakini kama utakuwa umeikosa hapo, ukiingia Facebook waga mimi naandika profile yangu naitengeneza kwamba unaweka na namba pale. Kwa hiyo unaipata namba moja kwa moja kupeleka WhatsApp moja kwa moja. Damadine the Swag kasema sharo nyingi sana, big up pia hapo na salute sana Damadine the Swag, I respect you manege. Ase bwana, tunamaliza tuko na Wiz to the Maker, kile ambacho tunabaki kuzungumza kwa mashabiki zako, na Jumamosi kuna jambo na wewe pia utakuwa kwa of course. Nini ambacho umekiandaa kwa mashabiki zako? Na nilichokiandaa kwanza kuanzia na hili goma la leo litaperformiwa live pale. Lakini kingine cha kuambia mashabiki zetu ni kwamba tutabaki kulia nao tu kwamba bwana, mnapoomba nyimbo za Diamond, za Harmonize, za nani, basi mtukumbuke na sisi kutuomba nyimbo zetu, kuomba na nyimbo zetu za hapa mkoani Katavi, sio za Wizmaker tu. Msanii yoyote ambaye unamkubali wa nyumbani tunapata faraja. Yaani mimi hata usiponitaja mimi, ukimtaja mtu mwingine, naona nyimbo ya nyumbani imeombwa na nafarijika, naona kwamba kuna watu wana respect muziki wetu. Lakini kuhusiana na swala la Jumamosi, watu wasikose Wawamika Valentine Day. Blaza Nswima yuko pale kashasimamia. Kwa nini msione? Kwa nini wapendwa wenu? Wapendwa hawapo. Sisi mpendwa wetu ni muziki. Akandukala kama kawa. Akandukala. Haya bwana, shero nyingi sana kwa Manija. Wala. Na huyu kasema habari zetu.